Kushukuru sana kipekee mtumishi wa Mungu na mtangazaji wa chombo hiki cha NYTV. Kazi yenu ni njema, ni kubwa mnayoifanya. Asante kwa kutufikia na sisi pia huku. Mimi kwa majina yangu naitwa Mchungaji Nuhu Dakai. Ni mzaliwa wa wilaya hii ya Hanang', na pia mimi nimeanza kumtumikia Mungu rasmi katika huduma hii ya utumishi wa wakati wote kama mchungaji miaka ile ya 1999, na ndipo niliposikia Mungu akiniita. Na kabla ya hapo nilikuwa naendelea na shughuli zangu mbalimbali, lakini pia niliweza kuajiriwa pia kama mwalimu wa shule katika shule ya msingi Basodeshi. Lakini baada ya sauti ya Mungu kuendelea kuwepo ndani yangu, nilifanya kazi ile kwa muda wa miaka 6, na baada ya pale nilichukua hatua ya kuandika barua ya kuomba likizo bila malipo wakati huo kwa miaka 3 ili nijiunge na chuo cha Biblia. Basi nikawa nimekubaliwa na kujibiwa kwamba likizo yangu imekubalika, ndipo nilijiunga na chuo chetu cha Biblia cha CBC Dodoma. Mwaka 2002 ndipo nilianza masomo yangu ya chuo cha Biblia, nikamaliza 2004 masomo yangu ya diploma ya theolojia. Nilipomaliza nikawa sasa nimeingia rasmi kwenye utumishi. Utumishi wangu mimi nilianza kwa ndani ya wilaya hii ya Hanang', lakini tarafa ya Basutu, kwa kupanda kanisa jipya katika moja ya tarafa yetu katika wilaya hii, tarafa ya Basutu, hali ambapo hapakuwa na kanisa la TAG. Ndipo mimi pamoja na mke wangu tulipokwenda kupanda kanisa hapo chini ya kanisa la TAG Basodeshi tulikokuwa washirika. Basi tumeendelea na huduma na utumishi hapo. Mungu alitusaidia mahali hapo hapakuwa na kanisa. Baadaye kanisa likaendelea kukua, tukaendelea kuzaa na kupanda makanisa mengine. Tunamshukuru Mungu, mahali hapo leo ni center au kituo cha section, ni center ya section ya Basutu. Baada ya huduma hiyo kutengamaa, ndipo tena tulianza kusikia sauti ya Mungu ikiendelea kututaka kuja katika mji huu wa Katesh. Na kumbuka tumekaa na sauti hiyo kwa zaidi ya kama mwaka moja tukiendelea kujiridhisha, kwa sababu pale tulipokuwa tunatumika wakati huo huduma imeenda vizuri, Mungu ametubariki pia, maisha yanaenda vizuri. Ilikuwa sio rahisi tena kuwaza kutaka kuondoka, lakini kwa sababu tuliporidhisha na kuthibitisha kwamba Mungu anataka tufanye huduma tena nje ya pale, basi tuliweza kumtii Mungu. Na kumbuka mwaka 2000 sasa na 14 ndipo tulipoamua sasa kukubali na kuja katika mji huu wa Katesh. Mwaka 2014 ndipo sasa tukaitika wito mwingine mpya ambao Mungu alitutaka tuje mji wa Katesh kwa ajili ya kupanda kanisa hili ambalo tunalichunga mpaka sasa. Na tunamshukuru Mungu, baadaye tulijiridhisha kwamba kweli Mungu ametutaka tuje hapa, kwa sababu tulianza huduma hii tukiwa hatuna hiki wala kile. Nakumbuka mara ya kwanza tulipopanda kanisa tulianza huduma zetu katika ukumbi wa CCM. Tulipanga pale kwa miezi 3, na tukiwa tunalipia hapo pango lile, na baada ya miezi 3 ikawa haikuwezekana kuendelea pale kwa sababu ukumbi ule ulihitajika kwa matumizi mengine. Ndipo tukahamisha huduma yetu ya ibada kutoka pale. Tukakutana na mtu mmoja wa Mungu ambaye tulifahamiana katika mji huu. Yeye alikuwa amewekeza kwenye saiti yake mawe, tofali, kisha tukaongea naye sisi tujenge
lile jengo kubwa la mbele bila kuweka vyumba, tujenge kama ukumbi, na alituruhusu. Tukashirikiana naye, basi tukajenga, na ndipo baada ya miezi mitatu ujenzi ule ulipokuwa umekamilika, tukawa tumehamishia shughuli zetu za ibada hapo, tukaendelea na ibada zetu katika eneo la Lamai. Tunamshukuru Mungu, wakati huo tunaendelea kutafuta kiwanja katika maeneo haya, na baadaye Mungu alitupatia nafasi hapa ambapo sasa kanisa lipo. Tulinunua kiwanja na ujenzi ukaanza. Nakumbuka mnamo mwaka 2016 tulianza ujenzi, na mpaka kufikia 2018 ndipo tukawa tumekamilisha na jengo likafikia hatua ya kufaa kuanza huduma. Tukahamisha tena 2018 shughuli zetu za kiibada kutoka katika mahali pale pa muda kuja sasa kwenye eneo ambalo kanisa letu na maeneo yetu ya kudumu sasa yalipo. Kwa ufupi, haya ndiyo historia fupi ya huduma na utumishi wetu. Kirudi nyuma kidogo kwa habari ya utumishi wangu sasa, kama nilivyosema, kuanzia 1999 ndipo tulipoitika wito na kuanza kupanda kanisa kule Basutu. Baada ya masomo yangu ndipo nilitakiwa kurudi kazini, lakini nikaona sitaweza kurudi. Nikatoa taarifa kwamba nisingeweza kurudi, nitaendelea na utumishi wa kumtumikia Mungu. Namshukuru Mungu, tangu wakati huo pamoja na familia yangu, mke wangu, tunaendelea vizuri. Mungu amenibariki, niko na mke lakini na watoto wawili, Debora na Roda, ambao pia wanaendelea vizuri. Baada ya kuingia kwenye utumishi mwaka 2018 ndio mwaka wangu nakumbuka. Mwaka 2008 ndio mwaka niliosimikwa kama mchungaji msimikwa 2008. Lakini baada ya hapo 2012 Mungu alinipa neema tena ya kuchaguliwa kuwa mwangalizi wa section. Wakati huo wilaya yote hii ya Hanang' ambayo leo tunaiita jimbo ilikuwa ni section. Na mimi ndio nilikuwa mwangalizi wa wilaya hii, na tukaendelea na utumishi. Wakati huo jimbo linaitwa jimbo la Kaskazini, ilikuwa mpaka Arusha chini ya askofu wetu Joshua Ngataiti. Kwa tulikuwa tunahudhuria vikao vya baraza la waangalizi kule Arusha Kijenge. Baadaye jimbo likagawanyika tukawa jimbo la Manyara. Mwaka huo wa 2012 nilipochaguliwa kuwa mwangalizi, nikatumika kwa muda wa miaka 4, na baada ya pale conference ya uchaguzi iliyofuata niliweza tena kuchaguliwa kuwa makamu askofu wa jimbo la Manyara. Wakati huo mkoa mzima wa Manyara ukiwa ni jimbo. Kwa nilitumika chini ya askofu wangu Nicodemus Panga kama makamu wake kumsaidia. Na mshukuru Mungu tukaendelea, na baada ya hapo tena miaka 4 ile ilipopita na jimbo likagawanywa sasa. Tukagawa jimbo, tukapata majimbo kama 3 hivi. Kuna jimbo la Manyara Mashariki, Manyara Magharibi, na katika jimbo la Manyara Magharibi ndipo tena awamu iliyofuata niliweza kuchaguliwa kuwa askofu wa jimbo hilo. Nikapokea kutoka kwa askofu wangu Nicodemus Panga. Nikaendelea kutumika kwa muda wa miaka 8 katika jimbo la Manyara Magharibi. Namshukuru Mungu kwa sababu ya ukuaji wa kanisa na kanisa kuongezeka. Baadaye kulionekana tena kuna uhitaji wa kugawa jimbo kutokana na jinsi ambavyo limekuwa na ili kuwafikia watu kwa ukaribu. Mwaka jana ndipo tuliweza kugawa tena jimbo la Manyara Magharibi na kuwa jimbo la Hanang'. Kwa hiyo sasa ninatumika kama mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Peniel Revival Temple hapa Katesh,
lakini pia nayasimamia kama askofu wa jimbo makanisa yetu ya TAG katika wilaya ya Hanang' na tunaita jimbo la Hanang'. Tunamshukuru Mungu anatusaidia sana, tumeendelea kupanda makanisa na kuendelea kutumikia Mungu. Tulianza kuwa na makanisa 150 hivi wakati jimbo linaanza. Lakini namshukuru Mungu ndani ya kipindi cha kama mwaka moja Mungu ametusaidia. Leo tunakaribia makanisa 186 hivi kuelekea 200. Kwa tunamshukuru Mungu, na hivi sasa tuna kama mwezi moja tumeanza chuo cha kupanda makanisa. Lipo linaendeshwa hapa kanisani kwa sababu wakati tukiwa Manyara Magharibi Mungu alitusaidia, tulijenga chuo kizuri kikubwa kiko pale Babati, lakini kwa kuwa sasa kijiografia liko katika eneo la wilaya Babati, limebaki na jimbo la Babati. Kwa sisi Mungu ametupa pia kiwanja tayari na tunasubiri kwa kushirikiana pia na makao makuu ili tuanze ujenzi wa chuo chetu kipya. Lakini pia Mungu ametusaidia katika jimbo letu, tulianza mradi moja mkubwa kwa ajili ya kusaidia pia taifa na serikali yetu kwa ajili ya kuendeleza vijana. Tulianza ujenzi wa chuo cha ufundi cha TAG jimbo la Hanang', na ujenzi huo umeendelea vizuri. Mpaka sasa tuna kama majengo makubwa 3 yenye madarasa mawili na ofisi ndani. Kwa hiyo tuna karibu madarasa 6, na majengo hayo yote yamekamilika ujenzi wa ukuta mpaka kufikia lenta ya upauzi. Na hivi sasa tunamwamini Mungu kwamba tutayapaua, na hasa lengo letu ilikuwa ni mpaka kufikia mwaka 2027 mwakani angalau tuanze hata kozi chache za ufundi. Kwa hiyo mradi huo unaendelea, tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo hii ndio taarifa fupi tu kwa ajili ya huduma, utumishi, jimbo na kanisa letu. Asante tena ndugu mtangazaji kwa kuweza kufika mpaka kwenye eneo letu. Tulipokuwa tunaongea nilieleza kwa habari ya chuo chetu cha ufundi ambacho tunategemea kuanzisha mahali hapa. Tunamshukuru Mungu, hatua za awali zote kwa ajili ya chuo hiki zimekwisha kufanyika. Tumekwisha kukisajili na tumepewa pia jina kutoka BRELA nafikiri kwenye usajili wa taasisi hizo, na tayari maandalizi yote ya msingi yamekwisha kufanyika. Kwa chuo chetu ndio hiki hapa. Tunategemea sasa tuanze kupaua mwaka huu. Tunamshukuru Mungu pia kupitia askofu wetu mkuu aliweka jiwe la msingi kwa chuo hiki wakati ule tukiwa bado tuko hatua ya msingi. Kwa hiyo hicho hapo, wakati tunafanya maadhimisho ya miaka 85 ya TAG kwenye jimbo letu, tuliweza kuwa na baba yetu na askofu wetu mkuu ambaye alituwekea jiwe la msingi majengo haya. Lakini tunaishukuru sana pia askofu mkuu na kamati yake kwa sababu alituchangia kiasi cha shilingi milioni 100, lakini pia akatuahidi kutuchimbia kisima cha maji. Mahali hapa maji yanapatikana na maji yanayolisha karibu mji wote wa Katesh yamechimbwa kwenye eneo la kijiji hiki cha Mogitu. Kwa hiyo maji yapo. Kwa hiyo haya ndio majengo ambayo tumeyajenga tayari kwa ajili ya matumizi ya chuo cha ufundi. Hapa tuna jumla ya karibu eka 6 na tayari tumeongeza eka 1 tena jirani na kiwanja hiki. Lengo letu mtangazaji ni kwamba tujenge chuo hiki kikamilike, kikubwa, bora, cha kisasa,
lakini pia tujenge chuo cha kupanda makanisa katika eneo hili, ili tuwe na majengo ambayo hata kimatumizi yanaweza kutusaidia na yakafaa kwa ajili ya makongamano. Kama unavyojua, sisi kama TAG, mahali palipo na chuo cha kupanda makanisa ndiyo pia senta ya jimbo. Kwa tunategemea kufanya makongamano mbalimbali ya kijimbo, conference za wachungaji jimbo, makongamano ya idara. Kwa tunategemea pia mahali hapa patakuwa senta na kituo ambacho kitasaidia na kusapoti sana kwa makongamano hayo. Tunaaminisha majengo yale ya chuo cha kupanda makanisa na hiki chuo cha ufundi nacho kimekamilika, basi patatufaa sana kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kikanisa. Hii jengo hapo tunalitumia kama store wakati wa ujenzi, simenti na vifaa mbalimbali. Kwa hiyo ni sehemu ya majengo ya chuo sasa. Kwa hiyo tunakatumia kama store na imetufaa sana. Jengo hili katika majengo yetu tunategemea kwamba itakuwa ni jengo kwa ajili ya fani ya wale mafundi wa magari. Hapo ndani tutatengeneza shimo kwa ajili ya kufanya check up ya magari kwa maana ya wakaguzi kwa huku chini, lakini na ufundi wote wa magari ndio tunategemea jengo hilo litatumika kwa matumizi hayo. Lakini pia tunalo jengo lingine hili kama unavyoliona kubwa lenye madarasa mawili na ofisi 2 za mwalimu, ambapo itatumika sasa kwa ajili ya fani zingine kama vile kompyuta, ushonaji na fani zingine mbalimbali. Lakini pia tunategemea lile jengo kubwa pia pale litakuwa kwa ajili ya masuala ya ujenzi. Wale mafundi wanaojifunza ufundi wa ujenzi wa nyumba na mambo mengine pia tutakuwa tunatumia jengo lile. Kwa hiyo hayo ndio malengo na matazamio kwa ajili ya majengo haya, lakini bado tunalo jengo lingine kubwa kama unavyoona hapa. Kuna jengo la madarasa 3 pia, ramani zake. Kimsingi majengo haya ramani zake zote mpaka mwisho wa majengo yote imekamilishwa na imepitishwa na mamlaka husika ya mji. Na hata hivyo siku tunaweka jiwe la msingi tulikuwa pamoja na mkuu wa wilaya na viongozi wengine waandamizi wa wilaya, ambao na wao kila hatua ya shughuli inayoendelea wanaihakiki pia. Na nyuma ya majengo haya tunayo pia ramani kwa ajili ya majengo ya mabweni na majengo mengine kwa matumizi ya chuo. Kwa hiyo hayo ndio malengo na matazamio ambayo tunayo.